punished. Hallelujah. Hallelujah. Lengo la shetani, alitaka aangamize watu wa Mungu wanaosimamia uhuru wa dhamiri na uhuru wa dini, waangamizwe. Lakini Mungu ni nani? Haleluya. Mungu ni nani? Haleluya. Aliingilia kati akasema hawa ni wangu, utawagusa. Haleluya. Akaingia kati kwa sababu alisimamia, akawaokoa. Ndio maana maandiko yanasema Mungu anajua. Haleluya. Mungu anajua jinsi ya kuokoa wale wanaomcha yeye kutoka kwa majaribu, hata katika hatari ya mauti. Haleluya. Hata ukiangalia Danieli 2, shetani alikuwa analenga nani? Si Danieli. Lakini Mungu akaingilia kati kwa yale maombi, akafunua ndoto, akawaokoa. God knows how to deliver the godly. Sijui kama wewe unaelewa hivyo. Anajua kuokoa. Anajua wale wanaomcha, waliowataua atawaokoa. Katika Biblia, hiyo sio mfano peke yake tunaangalia. Tunaangalia kitabu cha Esteri. Si ni kweli? Tunaona tena vile hakuna uhuru wa dini. Si ni kweli? Ama nalipoinuliwa, akaweka kiongozi, akasema mimi ni mkubwa. Kila mtu. Mordekai akasema aje? Ni mmoja anastahili kufanya nini? Na kuabudiwa. Kusoma kitabu cha Zaburi 95 inasema njooni tuabudu, tusujudu mbele ya muumbaji wetu. Haleluya. Akajua ni mmoja wa kuabudiwa, ni mmoja wa kusujudiwa. Na hakika Mungu aliingilia akaweza kuwasaidia. Haleluya. Walipoomba na kufunga, Mungu akaingilia kati, wakawa na uhuru wao wa kuabudu Mungu wa kweli, na akawaokoa na mauti. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa kama kuna sehemu sasa nataka kuwachukua ya kipekee, ambayo hasa katika kiulimwengu wetu sasa, ambayo ilichangia hii topic ya uhuru wa dini, ni wakati wa zama za giza. Unajua dark ages? Watu wa Mungu, unaelewa dark ages? Ilikuwa tangu lini mpaka lini? Nisaidie. Now, dark ages. Kidogo mami, kidogo. Yes, huko nyuma. Umekosea ya kwanza peke yake ndugu. Kuna kakitu hapo. Ni 538 to 1798. Hiyo ni wakati wa zama za giza. Mbona inaitwa wakati wa zama za giza? Hakukuwa na uhuru wa kuabudu, uhuru wa kupata Biblia usome vile inavyosema, uiamini na uifundishe vile ilivyo. Na Mungu wakati huo alifanya mambo ya kipekee. Haleluya. Aliinua watu moja moja. Akaanzia John Wycliffe ambaye anaitwa Morning Star of Reformation, kasaidia watu kupata nuru. Akatoka kaingia John Huss na Jerome. John Huss, nuru ikakuja. Kutoka hapo ikaingia Martin Luther, ambaye kupitia kwake sasa, kwa sababu ya ile nafasi aliyokuwa nayo na elimu ya kuwa katika chuo kikuu, ambapo watu walikuwa wanakutana duniani kote, hapo ndio ikawa kama ni mlipuko, ikawa ni epicenter ya hata kuingia injili. Haleluya. Wittenberg. Sasa ndio injili kaenda sasa. Lakini jina lenyewe katika hii mambo ya uhuru wa
uone wakati hiyo vita ilikuwa, Mungu akatumia hata viongozi wa serikali kupitia kwa hoja na ile speech iliyotolewa na Martin Luther. Watu wakasema hapana, kuna ukweli hapo. Ndivyo maandiko yanasema. Sasa tumeelewa, tuko tunaelewa, watu wapewa uhuru wao. Haleluya. Ndio maana naenda kusoma hii statement muone, je, inawezekana hizo shida zilikuwa zimekuja hata katika dunia ya sasa, hata makanisani mwetu? Waje tusikie. Na ni kitabu hiki nasoma, Pambano Kuu. Topic inaitwa Protest of the Princes. Wanasema hivi: in matters of conscience, hallelujah, let us reject this decree. Kuna decree ilikuwa imetoka Vatican, okay, ikatumwa German kutumia Charles V kulazimisha kuzuia watu uhuru wa ibada na uhuru wa kuamini maandiko na kufundisha vile maandiko inafanya nini. Sasa watu waliposoma vile inaenda, wakasema tunakataa hii. Mbona? Wakaeleza hivi: in matters of conscience the majority has no power. Hallelujah, hallelujah. Wakati inahusu mambo dhamiri ya mtu, hata kama mtapiga kura 99 against 1, hamuwezi lazimisha mtu. It is to the degree of this 1526 that we are indebted for the peace and empire enjoys. Wakasema tuna uhuru. Wakasema hivi: kila serikali ambayo inang'ang'ana kucontrol ama kuregulate mambo ya dini, hiyo inanyima watu uhuru wao na itakuwa Ukristo. Hivi kwamba tunapozungumzia uhuru wa dini, serikali haistahili kuingilia mambo ya nini. Iwaambie tiabudu hivi, muabudu kutoka saa hivi. Tunakumbuka kama COVID-19 tulifanya mambo. Eti sasa kanisani only 1 hour. Hiyo it is wrong according to the Bible. Hiyo hakuna uhuru. Tuko pamoja watu wa Mungu? Hata mtu akiamua aenda kanisani uchi, serikali haistahili kufanya nini? The civil magistrate have no power to regulate matters concerning religious observances. Hallelujah, hallelujah. Sikia, naomba nisome hii Kiswahili ndio nisiwe na tafsiri. Naweka vizuri sana usikie. Haya, ndio hii inasema, kanuni zilizokuwamo katika maazimio haya wa Kiprotestanti. Sasa upinzani huu ulipinga manyanyaso na maonevu mawili kwa mtu katika mambo ya imani. Haleluya. Wacha tuone vile serikali na hata makanisa yalivyokuwa naingilia watu binafsi. Hiyo ndio Biblia inakataa, na ndio hata hii kitabu Roho Nabii inakataa, na kama iko pia Mungu anasema tuikataa. Inasema hivi: moja ni kuingilia kwa mahakimu wa serikali, yaani serikali kuingilia mambo ya nini? Ya dini, makosa. Hiyo hakuna uhuru na Mungu anakataa hiyo. Namba 2 ni utawala wa kidhalimu wa kanisa, hivi kwamba sio tu katika serikali, hivi kwamba hata kanisani inawezekana pia watu kufanya nini? Kunyanyaswa. Sijui kama mmeelewa. Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Unasikia maneno kwamba kuna mambo mawili shetani ametumia kunyima watu uhuru: serikali kuingilia dini, na pia hata kanisani utawala kidhalimu wa kanisa. Baada ya maonevu haya, Uprotestanti unaweka uwezo wa dhamiri kuwa juu ya mahakimu na mamlaka ya neno la Mungu kuwa juu ya kanisa linaloonekana. Haleluya.
Sijui kama mmeelewa hiyo statement. Hasa nakuja nisome Kiingereza. Sijui kama umeelewa hiyo. Yaani mahali hiyo vito vilianzia kwamba people need freedom. Wanahitaji uhuru wa kufanya nini? Wa kuabudu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Wangapi tuko pamoja? Nataka kusoma nitumie mifano, natumia mifano mingi kwa Biblia na nikisoma hii statements tunapoendelea. Inasema hivi, we have two abuses in the matter of faith. Intrusion of the civil magistrates and arbitrary authority of the church. Kwa chini wakasema hivi, all human teaching should be subordinate to the oracles of God. Inasema hata katika imani, kama ni kanisa, mafundisho yawe chini ya utawala na uongozi wa Biblia, awe subject, yaani ya mtu yasichukue nafasi ya kwanza. Biblia ikakanyagiwa wapi? Teachings should be subject to the law, to the teachings, to the word of God, oracles of God. Wakasema hivi, Protestants waliopinga hiyo sheria zilizotoka Vatican wakasema hivi, kwamba hatutaamini haya mambo wala kutii, lakini tutafundisha neno la Mungu na tutasema haki. Wakaendelea hivyo. Na hiyo hapo ndio hilo jina officially lilitoka. Ukisoma hiyo mwaka wa 1529 inaitwa Protest of Princes, mahali ilikuwa inaitwa Spires, ndio ilitoa hiyo Protestantism, Protestant Reform. Yaani kusema watu waliokuwa wanafanya matengenezo wakitaka uhuru wa kufanya nini? Wa kufuata mafundisho ya Biblia na kuabudu kulingana na dhamira yako. Sasa saa hii kuna movements zinaendelea ambazo zinazuia uhuru wa nini? Wa dini. Na hiyo movement ya kwanza na ni kubwa kabisa inaitwa ecumenism. Unajua ecumenism? Muunganiko wa nini? Wa makanisa. Hiyo ni jina la Kigiriki ekumene, meaning bringing together. Inamaanisha kuleta makanisa yote pamoja, lakini lengo lao mwisho, kwa maana ilianzishwa na Vatican, ni kuwa chini ya mamlaka ya upapa. Hiyo nataka nikutuma ufanye research. Mimi niko nayo yote, ni ile sikupata hiyo projection hai, nilikuwa nafikiria iko ready. Nilitaka muone mkiandika, lakini nataka usikilize. Wakati Protestant Reformation ilianza, Rumi iliona tumepoteza nini? Washiriki. Tumepunguza nini? Tutafanyaje tuwarudishe? Tena wako chini waliinua kikundi kilikuwa inaitwa Jesuits. Hawa ili kukamata wa Protestant wakatengeneza mashule. Mashule ya masikini na mashule ya wakubwa. Yaani ingekuwa na muda nikuelezea vile imetanda duniani, na ndio imetawala na ndio imefundisha viongozi wengi, ndio maana wanafanya agenda ya hiyo serikali ya Rumi. Walipofanya hivyo, sasa wale wanawafundisha, msaidie mtoto, sijui kama msaidie mtoto anamsumbua mfundi wa mitambo. Somebody anaweza msaidia. Haya. Kwa hivyo walipofanya hivyo, wakashika mawazo ya nini? Viongozi. Alafu wakatengeneza shule ya theolojia. Wakashika wale wanafundisha, ndio wanaenda kufundisha washiriki. Wakatawala mawazo yao. Ni wasongeshe kidogo. Ilipofika mwaka wa 1962, Vatican II Council, yenye ilitendeka 1962 mpaka 1965. Nini ilitendeka? Hapo ndio walitengeneza hiyo kitu officially, kuanza kuvuta makanisa mengi. Hiyo council ilipoisha 1965, ilipokuwa chini ya Pope John the 25th, alafu alikufia njiani, mwingine akashika. Nini ilitendeka? Makanisa yakaanza muungano pole pole. Wakaanzia Orthodox, wakakuja Lutheran, wakakuja Methodist,
wakakuja evangelical. Ilipofika 1999, most of them walikuwa wameungana na wamekubali kwamba tuwe chini ya umoja, lakini kiongozi wetu awe nani? Ni Papa. Saa hii hata siongei. 2012 walikuwa USA wakisign, walikuwa ecumenical prayer. Wote viongozi ukienda utafute walikuwa hivi tu. 2014 wakaenda South Korea tarehe 14 Septemba, wakasign mpaka Waislamu Shia na kuna Sunni. Kutoka hapo kumekuwa na mikutano mingi hasa kupitia kwa climate change. Na ili ujue hatari ya miungano hiyo ni kwamba aliye kiongozi mbele, Papa mwenyewe alisema hivi, ili tuweze kuungana mambo ya mafundisho na kufundisha Biblia na kuconvert people, ifanye nini? X. In fact, ningewaonyesha magazeti hapa mengi sana, anasema no proselytizing. Hilo jina ende ufanye research. Anasema kwamba ikiwa wewe ni Mkristo mzuri na unataka kuhubiri Yesu, usihubirie wengine kuwaokoa. Swali, Yesu alituambia nini Matthew 28? Enendeni mukahubiri, mufanye nini? Muwabatize. Hivyo kuonyesha lengo la ecumenism is to put away the truth na kuclear, kutoa ukweli, toa wote tukae uniform, wote tunaenda mbingu, meaning there are so many ways to heaven, lakini njia ya kwenda mbinguni ni mo. Because wanapoungana hivyo, ni maana ukienda kwa mikutano yao, wengine wanaomba kwa nyoka, wengine wanaomba kwa Muhammad, na alafu wanasema Mungu ni mmoja. Hiyo ni Mungu mmoja kama network yako iko sawa? Happy Sabbath. Ninauliza nyinyi, kama network yako iko sawa na unasoma Biblia, wewe na Muhindi, Buddhism na Waislamu na Zoroastrian na what, do we worship the same God? Ukweli wa Yesu nauliza nyinyi, kama unasoma Biblia, do we worship the same God? Ndio maana lengo la hilo ni kwamba recognize every God. Ndio maana Yesu ameweka wapi? Kando. Ndio maana unasikia wokovu si kwa Yesu peke yake, wana promote. Ndio maana unaona hata katika hiyo mikutano wanasema sio Yesu tu, kuna njia nyingi ya wokovu, na sio lazima muamini Yesu, kuna njia nyingine unaweza pata wokovu. Biblia inawekwa kando, standards inawekwa kando. Sio lazima utunze Sabato, sio lazima ushike sheria. Bora useme Yesu. Yesu gani? We have so many Jesuses kwa hii dunia. Yesu wetu ako na standard. Amen. Na Yesu anasema fanya vile nimekuambia, maandiko inasemaje? Haleluya. Haleluya. Ecumenism inanyima watu uhuru wa nini? Because mkiungana pamoja hatutahubiri the three angels messages, hatutaambia watu Sabato ni hii, hautawaambia alama ya mnyama ni nini, hautawaambia. Because hiyo ina clear. Ndio maana sasa hivi baada hiyo mikutano 2017 walikutana Geneva, mkutano mkubwa hayo madini. 2019 2020 wamekuwa kienda Vatican, Waislamu wote wawili, Shia and Sunni, viongozi wao wakubwa wawili, ningewaonyesha, wamekutana, wamesign, hata wameandika, kuna document inaitwa Document on Fraternity. Yani nasema we are all brothers and we have the same God. No, we are in danger. Uhuru wa dini ni maana kwamba fundisha ukweli vile maandiko yanavyosema na usimamie ukweli. Haleluya. Sie tuungane tukanyagie ukweli chini. Ndio maana sasa sikia hivi, haya mambo yanayotendeka, Roho wa Mungu inasema hivi, ukurasa hii kitabu 445, ninapozungumzia mengine mawili alafu pengine sasa mtauliza swali na kuchangia. Inasema hivi, hatari ya miungano hiyo makanisa inanyima watu uhuru wa nini? Wa dini na uhuru wa kuabudu kulingana na dhamira yako. Inasema hivi, the white, wacha nisome Kiswahili vizuri, naweka vizuri, 445 kuhusu hiyo miungano ya makanisa. Unajua hapa Kenya inaitwa aje?
NCCK, National Council Churches of, wakikutana Marekani duniani kote WCC, World Council of Churches. Inasema hivi: mtawanyiko mkubwa wa imani katika makanisa ya Kiprotestanti unatazamwa na wengi kama ushahidi ulio wazi wa kutofanikiwa kwa juhudi za kupata umoja unaotafutwa daima. Unasikia? Wamekuwa kung'ang'ana kutafuta umoja, wanasema kwa sababu wao wanafundisha hivi na hivi hatutawahi ungana. Sasa wanaungana aje? Ndio uona hatari yake. Inasema hivi: lakini sikia sasa tofauti imekuwa, lakini kwa miaka mingi katika makanisa ya imani ya Kiprotestanti kumekuwemo kauli nzito inayopendelea umoja uliojengwa katika vipengele vya mafundisho ya pamoja, kwamba wote tunaamini Yesu. Si wote tunatumia Biblia, si wote tunaamini Yesu. That is enough. Ili kupata umoja wa aina hiyo, majadiliano ya mafundisho ambayo makanisa yote yakubaliani nayo, hata kama ni muhimu kiasi gani kutokana na msimamo wa Biblia, ni lazima yaachwe kabisa. Hiyo ndio hatari ya miungano ya makanisa. Hii unaambiwa ili tuungane nawe uwe part of our Christian church. Waachana mambo ya kutuambia Sabato ndio siku ya kipekee na ndio muhuri wa Mungu. Weka kando. Wote tunaamini, wote tuko na Biblia na wote tunaamini Yesu ni mwokozi. That is enough. Put the Bible kwa mdomo. Hiyo ndio hatari ya uhuru wa dini tunakoelekea. Ndio maana makanisa makubwa sasa ya Marekani yameshikamana na yanasonga mbele mbio kwa ajenda hiyo. Nisungumzie hili ninapowakaribisha sasa pia mchangie. Juzi muliona katika nchi ya Russia iliweka wa Kristo sheria, simuliona? Baya sana. Wakasema hiyo sheria ilifinya makanisa mengine isipokuwa kanisa la Catholic. Sio kama mnaona news. Ilisema aje? Kanisa zingine iliweka vikwazo jinsi wanafundisha. Wakaambiwa mambo ya kuenda Bible study house to house kando. Mambo ya kuweka mkutano kwa open, kuanza kufundisha Biblia inasema hivi historia, weka. Kanisa peke yake iliachwa nje ni Vatican. Why? Kiongozi wake alikuwa amekutana na Pope kwanza, amemtembelea Vatican, ameongea. Hiyo peke yake ndio ilipenya. Nikaona vikwaso ikienda. Mpaka sasa hivi mambo si mazuri vile mnatarajia. Wakati wa COVID-19, wale mlikuwa mnafuatilia nini? Mliona almost every country ilikuwa nasema kwamba COVID imetufundisha kurudi kwa Mungu na kutunza siku ya nini? Jumapili. Kila nchi. Hiyo ndio siku, many of the countries ukifuatilia in Europe, hiyo ndio siku ilikuwa imetengwa usifanye kazi yoyo. Hiyo iliwekwa kwa serikali kwa lazima. Hakuna kutoka nje kutembea, ukae kwa nyumba yako. Ndio maana hata sasa hivi hata kwa United Nations, hii mahali tunalilia tunasema uhuru wa dini, haki yetu. Hii mahali tunasema solidarity forever yenye ilitoka UN yenyewe siku inatambua ni Jumapili. Hii zingine Wacha nisonge mbele kidogo. Juzi nilikuwa naongea na marafiki wengine. Marekani kumekuwa na kesi za WCTA na Catholic waliofutoka. That is news. Nenda mtafute. Ilipofika kwa court ya WCTA iliambiwa mambo ya kusema eti kuna uhuru wa kuabudu, ukaenda ukaacha kazi Sabato, kafutiliwa hivi. Lakini mwenye alienda kanisani siku ya Jumapili alisema mlimunyima uhuru wa ibada. So hapo kuna uhuru ama uhuru hakuna? Wanaegemea upande
Nimekuwa na kesi karibu 4 nilifuatilia. Ziko online, uende utafute tu. Kwa hivyo dunia mahali tunaelekea, uhuru wa dini kwa ukweli haiendi kuwa. Ndio maana Ufunuo 13 iko inasema hakuna kununua wala kufanya nini ukiwa utasimamia ukweli. Anza kujifundisha mapema. Wakorintho wa 2:5-20 tunaitwa ambassadors wa Yesu. Ambassadors ya wa Yesu naitwa tufanye nini? Tuite watu kwa ajili ya kuwa huru katika Kristo. Call people to be free in Jesus. Defend religious liberty for all, not for only Seventh-day Adventists. Hallelujah. Watu wote wapewa uhuru. Hallelujah. Daniel chapter 3. Nini litendeka? Alikuwa analazimisha. Na analazimisha kwa ibada ya uo. Lakini tena kuna opposite yenye litendeka. Ukienda chapter 3 verse 26. Wakati Nebukadnezar aligundua kwamba Mungu wa mbinguni ndio Mungu wa kweli, tena aliweka sheria nyingine. Akaanza kusema aje, watu wote wa dunia wamsujudie nani? Na hiyo ni makosa pia. Mungu afanye biashara kama hiyo. Hata kama ni ukweli niko nao kutoka Januari mpaka Disemba, siwezi na sistahili kulazimisha mtu afanye nini. Na hiyo sasa inakuja context kwa family life. Kuna akina mama hapa, watoto wao wakiamua walete watoto kutoka nje. Unajua kuna wale tunakaa wakaidi. Tunasema huyu ndiye ananipendeza, ndio naona vile anatafuta. Akishamuleta, haleluya, hata kama ni ya ukweli, usianze kumlazimisha, hiyo ni dhambi. Mfundishe, na kwa vitendo vyako na upendo unaoonyesha akuje kwa nani. Lakini ile kwanza unajua hapa hiyo na wewe unavunja, na wewe hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Tunapozungumzia uhuru wa dini, pea kila mtu, fundisha ukweli, wacha watu wafanye nini? Wachague. Kwa hivyo wale family life, kijana akioa kutoka wengine unaanza kumwambia hapa sio hivyo. Kama wewe ni mtu wa Mungu na network iko sawa, ongea na yeye. Hata Yesu mwenyewe mwana wa Mungu alikuwa na uzima wa milele na alikuja kuokoa. Hakuna mtu alisukumia na bunduki. Haleluya. Alienda waonyesha upendo, anawalisha, anawafundisha, mwenye akiamua chagua afanye nini. Sisi tumeanza kukaa mbaya bwana, tunalazimisha. Hiyo ukweli yako itakuwa chungu kilazimisha. Haitabariki mtu. Kwa hivyo hata kama ni ukweli, we do not force it on others. Hallelujah. Teach them, show them the light, and they will come, because truth has power to draw. Yesu alisema aje? John 12:32, nikiinuliwa nitavuta wote kwangu. Ukweli unajisimamia, na ukweli unavuta na unaokoa. Au ukweli au sukumi na ulazimishwe, unajisimamia. Nisome hii statement pia ndio sasa niwalizia mafungu mawili. Kitabu inaitwa Testimonies to Ministers, ukurasa wa 16. Nasema hivi: religious liberty is to be cherished, defended and proclaimed until the end of time. Hallelujah. Uhuru wa dini utunze, tetea, utangaze mpaka kuja kwa Yesu. Haleluya. Kwa hivyo watu wa Mungu, uhuru wa dini ndio Yesu anataka tuwe nao. Kwa hivyo ni zawadi tumepewa. Lakini hata kama ni ukweli, usitake uwe na uhuru wa ibada. Lakini wewe unajua kuna watu hapo wanatafuta uhuru wa ibada katika kazi, ndio? Lakini wewe hapo nyumbani unasukuma mtu. Wewe unaomba, unajua mimi ni Adventista wa Sabato, unajua Sabato ndio kweli, mimi nataka pia uhuru niende kuabudu. Lakini nyumbani unakandamiza watu. Unafanya mchezo. Hata hiyo maombi Mungu hawezi sikia. Tuwe serious. Ukihitaji na wewe peana. Haleluya. Kwa Yesu kuna nini? Uhuru. Kwa hivyo ninapomaliza nikaribishe sasa comments na questions. Ni kwamba tumejifundisha uhuru wa dini. Fungu letu ambalo limetuongoza Wakorintho wa 2:3-17 inasema mahali Roho wa Mungu wako kuna uhuru. Haleluya. Tukaangalia uhuru wa dini ni kwamba ni uhuru wa
kumwabudu Mungu sawa sawa na dhamira ya mtu mwenyewe, dictates your conscience. Na tukaona lengo ni gani? Tumeangalia katika maandiko na roho nabii, je, Mungu anasemaje? Na wazo kubwa lilikuwa gani? Tutapata uhuru wa kweli kama watu binafsi, na pia kuhusisha wengine wakati uhusiano wetu na Yesu uko sawa. Na tumeangalia mafungu kadhaa, tumeangalia mifano katika Biblia kwamba watu walikuwa wanalazimishwa kwa Nebukadneza, ni makosa. Hata kama pia alitoa sheria nyingine kwamba Mungu aabudiwe mbinguni, pia hiyo ni makosa. Hata kama ni ukweli au stahili kulazimisha. Yes, Mungu wa mbinguni ndiye Mungu wa kweli, Bwana wa Sabato aliyeumba, lakini mtu hawezi lazimishwa kumwabudu. Kwa maana ingekuwa la kulazimisha, Yesu angemtuma Yesu atukufie, angetufanya robots na kuambia wewe elda kimbia huko na kimbia, rudi hapa unarudi. Alikuwa na uwezo huo, lakini kwa sababu ya upendo akatupa nini? Uhuru wa kuchagua, akiwa ametuonyesha na njia. Tumeangalia pia mwisho wa dunia, Ufunuo 13, tutakuwa na sheria ya kulazimisha ibada kama wakati wa Danieli chapter 3. Ile sanamu ya uwanda wa Dura itarudiwa kupitia kwa alama ya mnyama itakayolazimishwa na Marekani duniani kote. Swali ni je, unapoendelea kuomba kwamba siku hiyo Mungu niwezeshe niwe huru, wale wanaohusika na wewe, pengine wewe ni boss kwa kazi, wangapi umenyima uhuru? Tafakari hayo. Karibu sasa kwa maswali na mchango kabla ya kuhitimiza. Haya, tuanzie huko nyuma ndugu. Comment or question? Yeah, tunaanzia comments ndio questions. Karibu. Asante kwa nafasi. Naam. Na tunashukuru sana kwa vile tumeanza mwaka katika njia inayofaa sana. Na Mungu atusaidie kwa kuendelea mbele. Kristo katika mada. Kristo katika wakati wake wa kuokoa mwanadamu, alipopanga kutoka mbinguni vile tujuavyo, akaingia kwetu, akasaliwa vile mimi na wewe tumesaliwa kule Bethlehemu ya Uyahudi. Katika miaka yake ya utumishi, alipoanza kazi katika ile Luka 4 ambao tunafahamu sana, alikuta kuna kanisa, na kanisa hilo lilikuwa na majina mbili. Inaitwa hekalu, ikiita sinagogi. Alipoingia ndani hakupata nafasi. Alikuja na dini ya mbinguni, lakini alipoingia ndani hakupatiwa nafasi. Katika hiyo mnenaji na ndugu zangu ambao tunasikizana, hakubeba kifuri na afunge kanisa, hekalu na sinagogi. Aliachana na hiyo huru, akaingia kule baharini, akachagua wanafunzi 12 ambao ndio hii kanisa ambao tuko nao. Huu ndio ukweli wa mambo. Kanisa la Yesu liko na huru, lakini kinyume chake mnenaji umetaja Ufunuo 13. Katika Ufunuo 13 kuanzia mstari wake wa kwanza kuendelea, Biblia inataja ya kwamba wakaonekana wanyama wangapi? 2. Lakini kwangu na waita 3. Ijapokuwa wajaandikwa katika Biblia, munielewe. Mnyama wa kwanza maji mengi, mnyama wengine inji kavu. Maji mengi ni mnyama gani? Rumi. Inji kavu ni gani? Amerika. Na yule naongezea katika fikira zangu ni joka. Wanafanya kazi kwa upamoja. Kwa hivyo tuwe macho sana. Wanafanya kazi kwa pamoja. Joka Shetani. Mnyama wa maji mengi Rumi. Mnyama wa inji kavu Amerika. Huyu ambaye analeta maneno ya kustua. Kwa mfano juzi mumeona katika magazeti hata ma TV, anasema ya kwamba makasisi mabadili ambao tunawajua kama mafata, wale masoga watapatiwa nafasi kuingia katika vio vya ubadili, na mwisho wanapohitimu wapatiwe kazi
ya kumfanyia Mwenyezi Mungu kazi wakiwa masoga. Yusi tu. Sasa katika hiyo nisome fungu moja tu. Tafadhali. Katika hiyo Ufunuo 13 unapoangalia hapo chini, nichangia hapo Sauli ya wakati 13 inaenda na fungu lake la 16 inasema hivi: haliwarasimisha wote, haliwarasimisha wote, wadogo na wakubwa, matajiri na maskini, watu huru na watumwa, watiwe alama juu ya mikono yao ya kulia, hao juu ya paji ya nyuso zao. Alama ya mnyama ina maana gani? Mafundisho ambayo hayaambatani na mafundisho ya Mungu wa Biblia. Watu watarasimishwa, na itafikia wakati tunasema ya kwamba Biblia kando, tumefikiria hivi, na wengi wataongozwa na mafikira ya watu ambao yanalinganishwa harama ya mnyama kuliko kuendea utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Mungu atusaidie sana. Kusoma kutatusaidia. Saidia hiyo ndugu wa nyuma. Thank you. Asante ndugu kwa kuchangwa hako. Hako nyuma yako, asante. God is good and a happy Sabbath. Happy day. Okay, so we are talking about a very crucial topic, liberty of conscience. For nearly 2,000 years, the Bible has been the most blood-stained book throughout all history. Very many people have died for it. Believers have really been killed at stake. Some have been even burnt alive. We come to realize that throughout Christendom, there have always been a line of history. As Seventh-day Adventists, we study the Bible through history. Now, just because of time, let me explain this issue a little bit from Genesis 11. We see Noah, we see Nimrod, all the way. The spirit of prophecy tells us that there's always been a disconnect between the people of God and, of course, the devil. So we come to realize the flood happens, and after the flood, people says that in the near coming years, we want to stop God, in that when any other flood will come, then we will be high above and the water won't reach us through Nimrod. But later, something happened. Nimrod dies, and the wife to Nimrod claims something funny, that in as much Nimrod is dead, she conceived, and the child that she conceived is called Tammuz. And Nimrod and the wife, who is Semiramis, who is coming from the lineage of Noah, is claiming that this Tammuz must be celebrated. Now here we first have the sun worship, and the sun worship arises at the first place. So in every scenario or in every country, it arose and the error spread. Others have it differently, the origin of the sun god. So why am I bringing the history from there? Now there was a great persecution that happened, and later we see people being killed. And the end, let me just cut it short because that is the story we have studied here. The end comes now. In the time the United States is being given authority now, and the United States is bringing back the spirit, the liberty of conscience through what? Through its independence. So we come to realize that there are some things that the United States, in its government, as it was being instituted, placed that you could not tint with. Now, the policies that the United States placed made the beast, I hope we understand in prophecy, made the beast not exercise much of its powers. But as we are seeing,
nation is today bowing to the beast, and it's receiving its power from the United States. And something funny is happening in our world. The ecumenical movement is bringing almost all sects together in everything they call climate change or whatever it is. To summarize, let me read from Sister Ellen White quote, Great Controversy, chapter 35, paragraph 6. The time was when Protestants placed a high value upon the liberty of conscience, which had been so dearly purchased. They taught their children to abhor popery and held that to seek harmony with Rome would be disloyal to God. But how widely different are the sentiments now, brothers? The defenders of the papacy declare that the church has maligned, and the Protestant world are inclined to accept the statement. Many are arguing today that the unjust and the judgment of church of today should not be as a result of what happened in the years back. By the way, many believe today that Rome will change. Rome never changed, brothers. Rome will never, ever change. And this is being confirmed that as they will be just given the opportunity to strike, you'll see the true colors of who Rome is. Thank you. Thank you. Asante, nashukuru. Mike, na pitisha kuna dada hapa. Una swali ama swali? Mpe swali alafu mpe Helda hapa. Mwacha huyo? Oh. Mpatie kwanza. Oh. Mpe hilo swali kwanza. Nataka kuuliza swali. Family is included. If you cannot worship the same church, you are what? Cancelled out. So, sasa nitaacha watoto wangu wapotee hivyo, na wewe ukiendelea kufanya kazi ya Mungu. Dada yetu ameuliza swali. Maandiko inasema tuwafundishe na tuwe mfano. Biblia ikubaliane mambo ya kulazimi? Hakuna. Yaani hata kama ni kweli, mimi nimekutana familia, vijana baba alikuwa na msukuma. Nikihudumia colleges. Yaani nauliza, bwana wewe ni mtoto wa elder, what's happening? Anaambia ile ni ya baba.